Yes. 1, 2. Yes. Atika. 1, 2. 1, 2. Hallelujah. Yes. Yes. 1, 2. Huwa tunapenda kusema kwa wale wageni, labda wewe haya mambo sio sehemu ya maisha yako. Kuna wale tunawaelewa wanasema sisi sio watu wa dini, ama sisi sio watu wa Mungu, sisi hatuamini Mungu yuko. Pia nyinyi tunawaelewa na pia tunaheshimu msimamo wenu. Huwa tunapenda kusema hii stage ni kubwa, unaweza tu kutoka na uende stage nyingine, ukae mahali utasumbuliwa, na hapa utuache, usitusumbue hapa, na wewe ukae tu mahali hakuna mtu atakusumbua, utakaa kwa amani. Naweza enda hiyo ng'ambo ingine ya stage ama ile ng'ambo ingine pale, na sisi utuache hapa tukae kwa amani. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Huu ni wakati wa kutafuta Mungu na bidii zote. Ndio maana hata ukitupata tunahubiri kwa stage, usishangae. Usiseme hao watu hawana kanisa, wanaweza enda hubiria ndani. Huu ni wakati tunakomboa wakati ili Yesu akija sisi pia tuwe tumefanya sehemu yetu. Tumeelezea kila mjumbe habari za Yesu. Inamisha uso wako tuweze kumwalika Baba, Mwana na Roho na jeshi takatifu na malaika waweze kuwa pamoja nasi. Baba, ninakutukuza. Baba, ninakuheshimu sana. Umetulinda tangia siku ya Monday mpaka siku ya leo. Kila jioni tukikaa hapa hatukosi kupata ushauri wa Roho Mtakatifu. Kuna maneno anatoa tu pale, yanatuhimiza, mengine yanatukemea, mengine yanatuonya, na mengine hata yanatukaribia. Bwana, asante sana, kwa sababu katika hili soko lote la Mudhurwa kuna sehemu tu neno lako linahubiriwa. Ni kweli kuna mambo mengine tofauti. Kuna sehemu hata watu wanavuta bangi. Kuna sehemu hata watu wanafanya mambo ya ulevi, mambo ya ukahaba, lakini sehemu ya Mungu haikosekani. Na hiyo ndio jambo tunataka tukushukuru, ya kwamba katika soko letu hili kuna kitu ambacho kinaendelea na kinamuhusu Mungu kila siku. Asante kwa wale watakaopokea. Asante kwa wale wananyenyekea na kubadilisha maisha yao. Asante. Wewe ni mwema, wewe ni mwaminifu, wewe ni unapendeza Bwana. Hakuna neno hata moja linalotoka ndani ya kinywa chako linamjeruhi mwanadamu. Bwana, wewe kusudio lako ni kutuokoa. Kusudio lako ni kutupenda. Kusudio lako ni kutusamehe. Kila wakati tunapoanguka, tunapokosea, wewe uko tayari. Wewe ni mwepesi sana kuja kwetu na kutufanya tuwe kamili. Nazidi kusema asante kwa ulinzi ambao tuko nao kiwanjani hapa, ulinzi wa kutosha. Jeshi takatifu la mbinguni limeweza kusimama pamoja nasi hapa. Tunasema asante kwa Mwokozi wetu Yesu Kristo ambaye yuko katikati yetu jioni ya leo, na lengo lake kubwa aweze kutuandaa, aweze kutuelimisha, aweze kutueleza makusudi yako. Mengine mengi, wewe ni mwaminifu, wewe ni wa kweli, hata na kutuokoa. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, wote tuseme nini? Wote tuseme nini? Basi naomba tafuta mahali ukae, alafu una mind distance. Una mind ile distance.
Tafadhali usikubali kufinyana na mtu, usikubali kufinyana na mtu hapo, na nafasi iko, unaweza kutafuta nafasi ukakaa. Asante sana, asante. Leo ni siku ya Jumamosi na kesho ni siku ya Jumapili, na ninakuomba labda kesho, kuna wale wanasema mchungaji, mimi Sunday huwa ndio napata nafasi na mara nyingi huwa nakuja hapa sikupati. Kesho tuko kanisani ndani pale, tuko kanisani kwa hii hall hapa, na tunaanzia ibada zetu kuanzia majira ya saa 8 hivi, saa 8 mpaka jioni kwenye saa 12 hapo ndio tunamaliza ibada zetu. Na kile tunapenda kufanya haswa siku kama ya kesho, tunapenda kumfanyia Mungu ibada. Kile ambacho Roho Mtakatifu ametufundisha ni kwamba siku ya Jumapili ni siku ya Mungu. Simiu, nisongezee ile spika nyuma. Siku ya Jumapili ni siku ya Bwana. Hiyo ni siku yake, tunamfanyia ibada. Hiyo sio siku yetu, ni siku yake. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wanaelewa hiyo? Ndio maana inaitwa the Lord's Day. Hiyo ni siku ya Bwana. Hiyo ni siku ambayo ni yake, anafanyiwa heshima, anafanyiwa ibada, anainuliwa, anatukuzwa, anapambwa na sifa na kila aina ya utukufu. Wangapi wanapata ile point ninasema? Sisi tukitaka Mungu tumtafute hizi siku hizi zingine, tumtafute hizi siku zingine, lakini siku ya Jumamosi, siku ya Jumapili, hizi ni siku ambazo kwangu mimi naziheshimu. Siku ya Jumamosi ni siku ya Sabato ya Baba. Siku ya Jumapili ni siku ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wangapi wanaelewa tofauti ya hizo siku mbili? Saturday ni Sabato ya Bwana. Saturday ni Sabato ya Bwana. Kulingana na kalenda ya Wayahudi, kulingana na Torati, ni siku ambayo ni Sabato ya Bwana, na amri inasema hiyo siku iheshimiwe. Siku ya Jumapili vile vile pia ni Sabato ya Bwana. Ukisoma kitabu cha Walawi 17 utasikia siku ya kwanza ya juma iheshimiwe pia, ni siku ya Bwana. Hiyo ndio siku Bwana alikaa na wanafunzi akawaeleza kufufuka kwake, wakamega mkate. Alikuwa anawatembelea, hiyo the first day of the week anawatembelea, anashuka, ana spend time na wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume, Acts of Apostle 1 kuanzia mstari ni ule wa 5 pale, maandiko inasema ya kwamba alikuwa anawatokea wanafunzi kila siku ya kwanza ya juma, approximately 40 times. Hiyo ni almost a year, kwa sababu mwaka iko na Jumapili 52. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mwaka kuna 52 Sundays. Na ukiona ya kwamba Bwana alitokea akatokea, na kila wakati alikuwa anatokea ilikuwa ni siku ya kwanza ya juma, maana yake alitokea almost a year, na ni jambo la kupendeza. So kuna mambo ambayo tumekuwa tukifuatilia for the last 2 months, 3 months, 4 months, ama wacha niseme tu tangu mwaka uanze, na tumesema ya kwamba yale mafundisho ambayo tunafundishwa kwa wakati huu ni preparation teachings, ni teachings ambazo zinatu prepare. Sasa hivi ndugu yangu, hatuwezi kuanza kuongea mambo ya ulevi, mambo ya uzinzi. Hiyo ni mambo tulielewa tangu tukiwa watoto. Hakuna Mkristo ajui ulevi ni mbaya, hakuna Mkristo ajui umalaya ni mbaya, hakuna Mkristo ajui uwizi ni mbaya. Hii mambo yote tunajua. Bwana Yesu asifiwe sana. Kile ambacho kimebaki tunazidi tafuta, tunazidi kuchambua. Ile kitu imebaki ni kwamba, je, tunafikaje mbinguni? Tunaingiaje mbinguni? Bwana Yesu asifiwe sana. Tunafikaje mbinguni? Na hiyo ndio kitu tumekuwa tukiongea hapa, kwa sababu tunatamani sana kufika mbinguni. Mimi wa kwanza ninatamani niwe mbinguni.
Yaani mimi ninatamani tu, hata kama Mungu atakusudia niondoke leo ama kesho, ni furaha yangu. Bwana, hii dunia haina kitu cha kunipa. Hii dunia kila kitu ni kung'ang'ana, yaani mambo yote kung'ang'ana, tunang'ang'ana na tunataka tu tupumzike pale mbinguni. Na hapo ndipo mahali ambapo Kristo Bwana wetu ametukusudia. Bwana Yesu asifiwe sana. Si tumpigie Bwana Yesu makofi mazuri sana. Basi yale mafundisho ambayo Bwana wetu ametukusudia jioni ya leo, nataka uyazingatie, sababu ni mambo tunakwenda kuyasoma, ni mazito na bado tunaongelelea. Wewe umejipanga na taji gani? Taji gani wewe umejiandaa nayo? Na nilikwambia uzuri wa kuandaliwa kwa taji ni kupewa mamlaka. Any person crowned, any person who is crowned, any person who is crowned. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbuka hizi taji tunapewa tukiwa hapa duniani. Mtu asikuambie hizi taji tunapewa tukiwa mbinguni. Sababu ukisoma Biblia, maandiko inasema nitakusomea mahali, nitakusomea. Yesu anasema naja upesi, nikikukuta kama haujakaa vizuri, nitaondoa kinara chako, nitaondoa taji yako. Bwana Yesu asifiwe sana. So utakuta ya kwamba whatever we are saying ni kwamba hii taji unaipokea ukiwa hapa. Na hii taji ukipewa ukiwa hapa duniani, it gives you spiritual authority. In fact, inakupatia spiritual recognition. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisikia mapepo yanaambia wana wasikewa, Paulo tunamjua. Na Yesu pia Yesu tunamjua, Paulo tunamfahamu. Hiyo ni spiritual recognition. Mapepo yalipokutana na Yesu walisema, tunakujua wewe ni mwana wa Mungu. Umekuja kutuhukumu na siku zetu bado. Spiritual recognition. Sisi ni watu tumezaliwa kiroho, tumezaliwa mara ya pili. Maana yake maisha yetu ya utawala yako katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe sana. I want to thank our brother Paul. Anasema hata mkituona hivi kimwili tunachakaa, lakini katika ulimwengu wa roho sisi tuko juu sana. Bwana Yesu asifiwe sana. I believe ni kitabu cha Wakorintho wa kwanza 4. Anasema hata mkiona tunachakaa katika mambo ya mwili, mkiona huku mwilini tunaisha, lakini rohoni tunajengeka kila wakati, tunakuwa. Na hiyo ndio kitu ambayo Yesu anatazamia kwa wale watu ambao tayari ni born again Christian, ya kwamba japo maisha ya kidunia utapungua, japo maisha ya kimwili utapungua, lakini katika maisha ya kiroho una excel. You are excelling, you are growing. Bwana Yesu asifiwe sana. Situmpe Yesu makofi ya utukufu. Sasa listen to what I have to, kile nataka kushare na wewe, kile ambacho ninataka ni share na wewe. Nataka tusome kitabu cha waraka wa pili wa Yohana, 2 John. Na ni kitabu kimoja. It is only one, in fact ni ka page tu. Hiyo 2 John ni ka page, na iko na chapter moja, na iko na verse 1 mpaka 13. Na it is a very very strong book. Hata ukiona ni yako ka kitabu kimoja, ndugu yangu, maneno yake ni mazito, maneno yake ni mazito sana, especially kwa wale ambao wana makusudi ya kuingia mbinguni. Kwa sababu kama wewe agenda yako sio ya kuingia mbinguni, then why were you saved in the first place? Mungu hana time na mtu yoyote ambaye ameingia katika uokovu na bado anaangalia nyuma. Biblia inasema yeyote aliyeweka jembe kulima na bado anaangalia nyuma hanistahili katika ufalme wa kiroho, hafai katika ulimwengu wa roho. Kama akili yako yote hujaiweka katika kukutana na Yesu Kristo, na wewe uko ndani ya uokovu, basi kuokoka kwako ni ujinga. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi sijaona mwanafunzi anaenda shule na ana makusudio ya kumaliza class 8 ama form 4. Anasema tu mimi kwa hapa. Naweza amua kuiachia hata class 4, naweza amua kuiachia hata class 6. Bwana Yesu asifiwe sana.
This person unaweza muuliza swali moja, what took you to school in the first place, kama hauna nia ya kumaliza hiyo safari. Watu wengi wameingia ndani ya uokovu na wanatumia uokovu kama substitute. Nikiwa na shida nitaomba, lakini maisha yangu iko huku. Maisha yangu iko huku kwa dunia. Nikiwa na haja ya msaada wa Mungu kidogo nitamuita, lakini maisha yangu iko huku. And these people ndio Biblia inaita wapumbavu or fools. Bwana Yesu asiwe sana. Ni mtu ambaye ameingilia kitu ambacho hana agenda nacho. Na I pity for Christians. Ninawahurumia Wakristo ambao hawana agenda ya eternal life. Wako na agenda ya hii maisha ya kuomba. Hii maisha tuko nayo tumeomba. Hii maisha ni kama tumekopesha. Kwa sababu leo uko nayo kesho hauna. Bwana Yesu asifiwe sana. It is not a permanent solution to us. It is not a long term solution for us. Tunaishi leo, kesho hatuna uhakika nayo. Hata Yesu anasema wacha kesho itajishughulikia yenyewe. Usishughulikie mambo ya kesho. So listen to me. Sikiliza hapa. Kitabu cha 2 John, waraka wa pili wa Yohana, na naomba tuisome tu yote kwa sababu sasa kama nika chapter kamoja na utamu wake imejificha pale ndani. Inasema mzee, yani ni barua tu, ni barua ambayo imeanza kuandikwa, ni barua. Inasema mzee, alafu kwa bibi mteule na watoto wake. Kwa bibi mteule na watoto wake. This is the church na washirika. Wangapi tunaelewana vizuri? The church na washirika. Usilete mambo ya bibi fulani. Hakuna bibi hapo. Hakuna bibi fulani. Ni the church na washirika. Alafu inasema ni wapendao katika kweli. I love them in truth. Na wapenda katika kweli. This kweli ina handle issue ya Injili. Bwana Yesu asifiwe sana. I just want to break that Bible to a point of understanding. Ni wapendao katika kweli. Tunapoongea mambo ya kweli ambayo inahusu Biblia, we are talking about the gospel. The gospel. So ni upendo ambao uko katika Injili, uko katika ukweli wa neno la Mungu, uko katika ufunuo wa Roho Mtakatifu. This is the truth that abides with the word of God. Situmpigie Bwana Yesu makofi mazuri sana. I want us to understand this book so as we can preach it. We must understand the book first so as we can preach it. We cannot preach it if we don't understand it. Hallelujah. Nimefurahia of late, niko na marafiki wawili watatu mahali ambao wanajaribu kuniambia, pastor, tunafuatilia mahubiri yako na tunapenda kitu kimoja. Kile kitu ambacho tunapenda ni kwamba you don't just cook stories, you just aubebi tu injili kutoka kwa mtu. Ni kitu ambacho kinaeleweka ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. You are sure of what you are preaching. You are sure of what you are giving people. Una uhakika nayo. Na mimi ninataka uelewe ya kwamba kuna wachungaji pale nje ambao wana misquote the Bible. Na injili kwao ni kutoa tu maneno kwa niaba ya kupombaza watu na maybe kuwapatia their own views, ama kuhubiri kitu ambacho wanafikiria kinaweza kufurahisha watu fulani. But hii injili tunaihubiri as the word of God. It is the word of God. Tunahubiri neno la Mungu kwa mamlaka ya Mungu. We don't seek your opinion. We are not here to please you. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mtu ambaye kweli amenyenyekea Mungu ako pale ku receive the word of God as the word of God, not as the word of the pastor, not as the word of the prophet, but as the word of God. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukitaka neno la Mungu likusaidie, ndugu yangu, lipokee kwa misingi ya Mungu, sio kwa misingi ya mwanadamu. Ukiliangalia neno la Mungu kwa misingi ya mwanadamu, ndugu yangu, hata unaweza kulidharau, unaweza hata kulipuuza, unaweza ukasema hii ni maneno ya fulani, mimi sitaifuata. Na wengi wetu wamemkosa Mungu kwa sababu wamepuuza maneno ya Mungu, kuyachukua ni kama maneno ya wanadamu. So sikiliza vile anasema,
Anasema kwa sababu ya ile kweli ikaao ndani yetu na ambayo itaendelea kukaa nasi milele. So unapata the idea, this is not just love ya kawaida towards the truth ama true love, kitu kama hiyo, but it is the truth of Christ ambayo inakaa ndani yetu. Hiyo ndio sababu huyu mwandishi anapenda hawa watu. Bwana Yesu asifiwe sana. I love you because we are walking in truth. I love you because of the truth in you. I love you because you have accepted the truth. And the truth is Christ. His word is the truth. Bwana Yesu asifiwe sana. This is the purpose why I love you people. I want to join you people. I want to be among you. Hallelujah. Situmpatie Bwana Yesu makofi. Tunapoenda kanisani, ni nini huwa kinatuweka as one body? Ni ile dhehebu ama ni injili ya Kristo? Ni lile neno la Kristo, lile neno ambalo limetuokoa, lile neno limevuta huyu likavuta na huyu, kule kufunguliwa macho. What brings us together when we are in the church? Ni kwa sababu sisi ni wa Lutheran, ni kwa sababu sisi ni wa Catholic, ni kwa sababu sisi ni wa SDA, ama ni kwa sababu ya ukweli wa Kristo ambao umetufungua macho, ukatutoa katika dhambi na ukatuelekeza katika uokovu. Hallelujah. What brings us together when we meet in church? Hallelujah. Na huyu mzee anasema ninawapenda because now we abide in the same truth. Now we are walking in the same truth. Now we are flowing together. What joins us together is the truth of Christ. Hallelujah. Wangapi tunakubaliana hapo? Sio tumpatie Bwana Yesu makofi. What joins us together is the truth of Christ. Na hiyo ndio kitu imetupasa sisi wa Kristo kupendana kwa misingi hiyo. Let us love each other because our thoughts are the same, our faith is the same, our belief are the same. Tusipendane kwa sababu sisi ni wa Luteri, tusipendane kwa sababu sisi ni wa Roma, tusipendane kwa sababu sisi ni wa Baptisti, Bwana Yesu asifiwe sana, ama wa Adventisti. Hapana, sisi tunapendana kwa sababu ya ukweli ambao umetufungua macho, umetuleta pamoja na unatuelekeza sehemu moja. Bwana Yesu asifiwe sana. This is the thing that makes us love each other while we are in the church. The truth about Christ. The truth about Christ. The truth about this world. This world is a sinful place. Hii ni dunia ya dhambi, na kwa sababu tumeielewa sasa tunajitenga nayo na tunakuwa mwili mmoja ndani ya neno la kweli ambalo ni la Kristo. Hallelujah. Tumpatie Yesu Kristo makofi. Mimi niliambia watu na ninazidi kusema wazi, hii dunia ambayo watu wengi wanaipenda, this is not the world that God gave us. Hii si dunia ile Mungu alitupatia. Ile dunia Mungu alitupatia sisi tuliikataa na akaifunga na moto. Wangapi tunaelewana? Akaifunga na moto, akasema kwa sababu mwanadamu amekula ile tunda ya kujua mema na mabaya, asikuje kukula hii akuwe kama sisi. Ile nchi ambayo Mungu alituumbia vizuri ikafungwa, tukawekwa kwa hii nchi ya shida na malaana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ndio nchi Adam aliambiwa utalima kwa jasho yako ndio upate chakula. Hii nchi, Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ndio nchi Hawa aliambiwa utazaa watoto kwa uchungu. Hii nchi, Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ndio nchi Mungu alisema hata ile anga ameifanya kuwa kama shaba, haitatoa mvua kwa wakati wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Akalaani kila kitu. So we are in that world ambao sisi tulimake a choice. Hii ni dunia sisi tulijichagulia, sio ile Mungu aliyoichagua. Na ndio maana mimi hupenda kusema hii dunia Mungu aliikataa wakati ule Adam na Hawa wakiwa katika bustani ya Eden, na mpaka leo anaikataa. Hakuna siku Mungu amependa hii dunia. That is why he is campaigning for you to leave this world.
and enter the king of the new Jerusalem. Ana campaign, anatumana mitume, anatumana manabii, anatumana wainjilisti, ili nyinyi muitoke hii dunia, muihame, mujipange na ile Jerusalemu ambayo Yesu ameenda kuandaa, ili mahali Yesu yuko na sisi tukue mahali ambapo Mungu amechagua. Hii sio dunia Mungu alituchagulia. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumuongeze Bwana Yesu makofi. Ile kitu itafanya ndugu yangu uache hii dunia uende kwa ile dunia ambayo Yesu ametuandalia. Ni ukweli ambayo Yohana anaongelelea. Ukweli, the truth. The truth is we are sinners. We are sinners. Hakuna hata mmoja wetu ambaye hakuzaliwa kwa dhambi. Sisi wote tumezaliwa kwa dhambi. Hakuna hata mmoja hakuzaliwa. Maandiko inasema from the moment Hawa alichukua ile tunda akaweka kwa mdomo, ukoo yake yote iliyokuwa izaliwe kupitia yeye ilikuwa ya dhambi. Everything ndani ya Hawa na Adam ikakuwa contaminated with the curse of that fruit ambayo alikula. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitu kingine ambayo ilituangamiza ni hasira ya Mungu. Baada ya Mungu kutuacha tukiwa watakatifu, akakuja akatupata tayari tumechafuka na dhambi. Hasira ya Mungu ikawaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wakati Mungu alipowaka hasira, maandiko inasema laana yake ikatoka katika kinywa chake. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tuna vitu viwili vizito. Tuna laana ya ile tunda na laana ya hasira ya Mungu ambayo ilimfunga kila mwanadamu aliyezaliwa kutoka kwa Adam na Hawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wangapi wanaelewa ile kitu ninaongea? That is the truth. Na ikawa ya kwamba wote tuko under captivity. Sote tumefungwa. Sote tunalaumiwa. Sote tumetoka katika neema ya Mungu. Tumetoka katika uwepo wa Mungu. Tumetoka katika presence of God. Mbeleni, kabla hatujakula tunda na kabla hasira ya Mungu haijawaka, tulikuwa tunatembea na Mungu. Tulikuwa tuko chini ya uwepo wa Baba. Utukufu wa Mungu ulikuwa umetuzunguka. Lakini kwa makosa tuliyofanya, ndugu yangu, uwepo wa Mungu ukatuondokea. I will not be lying nikisema mtu yoyote ambaye hajaokoka, uwepo wa Mungu hauko ndani yake. Let no one lie to you. Bwana Yesu asiwe sana. Hakuna utukufu wa Mungu juu yako. Wewe kile ambacho kimeandika all over your body ni dhambi, 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 dhambi. Bwana Yesu asiwe sana. Na ukituona tunahubiri, kile tunachokampeni kikubwa ni kwamba, ndugu yangu, toka katika hali ya dhambi, hali ya hasira ya Mungu, ingia katika mapatano na Jehova. Bwana Yesu asiwe sana. Na tukasikia kwamba the only way to do that, you must undergo through the blood of Jesus Christ. Damu ya Yesu. That is the truth. Hiyo ndio ukweli. Siri ya kuhesabiwa haki na Bwana, siri ya kurejeshwa kwa Bwana, lazima damu ya Yesu iweze kupangusa, kwa sababu it is the only element inaweza kuondoa hasira ya Mungu na laana ya ile matunda. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndio kitu inaweza kuvunja hiyo laana. Hiyo laana kutoka kwa Baba mwenyewe. Kutoka kwa Baba mwenyewe. Sio laana ya kwenu, sio laana ya wazee, sio ya wachawi, sio ya waganga. Mtu asikudanganye. Wakati mwingi mimi naonaga watu wakifika kwa wachungaji, mchungaji anakuaga mwepesi sana kukuambia laana ya ukoo. Amekwambia laana ya Mungu pia inakudai. Amekwambia laana ya Mungu inakudai. Wengi wanakuambiaga laana ya baba yako, laana ya mama yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Laana ya nyanya yako. Hii ni vitu ya kwenu hii. Hii kitu inakufa. Hakuna mtu mwenye hekima ya kukwambia ya Mungu ndio inakusumbua. Laana ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana unasikia Mungu akikuweka huru, wewe ni huru kweli kweli. Yaani hata hiyo forgiveness ya Mungu ndio inahitajika zaidi. Kwa sababu Mungu akikusamehe, hata ile malaana iliwekwa ya kwenu haina mamlaka tena juu yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Situmpatie Bwana Yesu makofi. Tunaongeze Yesu Kristo makofi. Yaani Mungu akikusamehe kwanza, akija Mungu akikurudia, akikusamehe na akurudie, He will wipe off all generational curses, whatever. Na hii ndio kitu ili happen kwa Abraham. Bwana Yesu asifiwe sana.
Wangapi wanakumbuka Mungu akibadilisha jina ya Abraham? Wangapi wanakumbuka Mungu akibadilisha jina ya Sara? Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati tu Abraham alikubali kwenda na Mungu, akatoka kwa nchi yao, akawacha baba yake na mama yake na ndugu zake, akaenda mpaka Kanaani. Hapo na hapo majina ya Abraham badilishwa, majina ya Sara badilishwa. Wakati Yakobo aliamua kutembea na Mungu, jina ya Yakobo badilishwa, akaitwa Israeli. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu yangu, when God comes in your life, yeye ndio anakuwa responsible ya kuondoa hizo shida za kwenu, sio pasta wako, ni Mungu. Haleluya! Yeye ndio mwenye mamlaka ya kufunja kila kitu ambacho ni cha ukoo, kila ambacho kiko rohoni, laana zote, mamlaka yote yanayokufunga kiroho. Mungu ndio mwenye uwezo. He is the only superior ambaye anaweza kuvunja mikataba yote ya kiroho inayokuandama. Haleluya! Tumpatie Bwana Yesu makofi ya utukufu. Wengi wetu hatujui kufanya kazi ya Mungu, hatujui kile cha kufanya ili kujiweza kujikomboa katika maisha yake, hatujui. Wengi wetu ndio tuko kanisani, tumeingia kanisani, lakini hatujui at which point katika ulimwengu wa roho we are free. Wangapi tunaelewana? Usipokuwa free rohoni, ninakwambia wazi na unisikie, na yule mwenye mamlaka anaweza kutengeneza your spiritual life is only Jesus Christ. Nisikie, Yesu ndio amebeba funguo za mbinguni. Yesu ndio amebeba funguo za jehanamu. Funguo za kule kuzimu ako nazo, funguo za hapa duniani ako nazo Yesu. Na Yesu ndio siri ya jinsi ya kuua mamlaka ya dhambi na wewe kuweza kuhesabiwa haki. Haleluya! Tumpatie Yesu makofi. Yesu ndio amebeba siri ya kuua chochote ambacho kinakutenganisha wewe na Mungu, na tena yeye ndio amebeba siri ya kurudisha chochote kinachoweza kukuunganisha na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu yangu, mambo ya rohoni hayaondolewi na madaktari. Mambo ya rohoni hayaondolewi na masomo yako ya shule, kalamu na karatasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mambo ya rohoni, and what guides a man, it is his spiritual life, kwa sababu the spiritual life was there even before God created you. Wangapi tunaelewana vizuri? Na wanda umesikia language nyingine ndani ya Biblia inasema Mungu alitujua kabla kuwekwa misingi ya ulimwengu. Wangapi tunaelewana vizuri? You are there even in the spiritual world, you are there, you are there. Lakini Mungu alikuja akakumanifest in the physical akiwa na agenda zake. He first created you in the spirit, ndio akumanifest in the flesh akiwa na agenda zake. Hata wale wote ambao wamepata kibali cha kutembea katika ulimwengu wa mwili, kaa ukijua uko hapa kwa sababu za Mungu, sio kwa sababu zako. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya! So turudi kwa maandiko. Nilikuwa najaribu nikufunulie hichi kitabu cha John, 2 John. Siri ni nini hii inaitwa ukweli? Unajua hii ni kitu ambayo hata Yesu aliambia Pilato, akamwambia ukijua ukweli na huo ukweli utakuweka huru. Na Pilato akauliza ukweli ni nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Na this truth is not revealed to everyone. Hii truth imeriviliwa kwa wale ambao Mungu ana makusudi na wao. Hii ni kitu hata ukiamua kuhubiria wakina nani, ndugu yangu, kama Mungu hana makusudi na wao, hawawezi kuielewa. Bwana Yesu asifiwe sana. I remember there was a time Paul alikuwa anahubiri mahali ni Malta, I think it is in Malta. Huyu Paul alikuwa anahubiri, alafu kulikuwa na wamama wengi hapo walikuwa wanaosha nguo, wanafua, wengine wanafanya biashara zao. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini inasemekana tu Mungu aliweza kufungua ufahamu wa mama mmoja peke yake, na huyu mama alipoelewa akawakaribisha mpaka wakina Paulo kwa nyumba yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Akawaambia, kwa sababu nimeamini na nyinyi mmenikubali, basi nawaomba mkaribie kwa nyumba yangu. Bwana Yesu asifiwe sana.
So hili ni jambo linafunuliwa kwa wachache. Ndugu yangu, usione tumekaa hapa sisi tunasikia wengine wanapita kule, wengine wanapita kule, ukashindwa kwani kuna nini? Hata hili neno linachagua wale wa kusikia. Bwana Yesu asiwe sana. Kwa sababu the effect of the word cannot be known now. The effect of this word that we are preaching cannot be known now. Lakini wewe ngoja tukufe. Wewe ngoja tukufe ndugu yangu. Ndio utajua wale ambao wana alama ya hiyo neno watakuwa wapi. Na wale wasio na alama ya hiyo neno watakuwa upande gani. Hili neno sasa hivi linaweza likaonekana halina maana. Wengine hata wanaweza kuwa na kiburi waseme hata tuko nayo, hata tunaijua. But is it doing something? Is it bringing change to their lives? Bwana Yesu asifiwe sana. Hilo neno ambalo wanalijua, is it leading them in the right path? Kuna mtu anaweza kubraga akakwambia pastor, mimi injili ninaijua, but it is not helping him. It is not leading him. I am lead katika barabara ya uzima. Ni mtu ana neno, iko kwa akili, iko kwa roho, lakini haimuongozi katika uzima wa milele. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimeona mtu kama huyo akiongea na Yesu, anamwambia Yesu, nifanye nini ili niurithi ufalme wa mbinguni? Haleluya. Jamaa anaambiwa shika amri. Anauliza amri gani? Usiibe, usiue. Anasema hiyo nimejua. Hiyo nimejua. Tangu nikiwa mdogo hivi nimeshika hizo zote. But was he in the right path? No. Alikuwa anaelekea uzimani? No. Lakini neno anajua. Paka anamchallenge Yesu. Anamwambia hizo najua. Akaambiwa basi imebaki moja. Tena maandiko yanasema Yesu akamtazama, akamkazia macho, akampenda. Yesu alimpenda. Akamwambia basi ile kitu imebaki ni kidogo. Enda uza kila kitu ulicho nacho, wapatie maskini ili ujiwekee hazina mbinguni. Alafu uje twende. Ili mshinda. Alikuwa na neno lakini haikumuongoza katika njia ya uzima. Judas alikuwa na neno. Alikuwa kwa mikutano yote Yesu alikuwa na ubiri. Judas alishuhudia miujiza yote Yesu alikuwa anafanya. Judas alisikia kwa masikio yake kila neno Yesu alihubiri. Ilimpeleka uzimani? No. Ilimpeleka jehanamu. Bwana Yesu asifiwe sana. So ndugu yangu, usijidanganye. Just because you know the Bible, just because you know the writings, hallelujah, you know the scriptures, usijidanganye ya kwamba they are enough. They are enough to take you to the kingdom of heaven. Mimi nimekutana na walevi wangapi wananiambia pastor, yenyewe huwa tunakusikiza unahubiri kweli na hata hiyo maneno unasema haki iko ndani ya Biblia. Unajua kabla sijaanza kulewa, mama yangu alikuwa ananipeleka kanisa, lakini mambo ikaharibika hapa katikati, nikajikuta tu nalewa. Na unamuuliza okay, ile mama yako aliweka ndani yako ukienda kanisa ili kusaidia? Pastor, najua lakini bado najipanga. Wao, unajua kuna wamama walifanya kazi nzito sana. Kuna wamama walitupeleka ubatizo. Kuna wamama walitupeleka kipaimara. Kuna wamama waling'ang'ana na sisi Sunday school. Mpaka tukafika mahali tunakula meza ya Bwana. Wamama. Sio wazee. Mama akienda kanisa amevurutana na watoto wake. Akienda kanisa anavurutana. Mpaka tukashonewa masuti siku ya kula kipaimara. Bwana Yesu asifiwe sana. Wamama walifanya kazi yao. Walitupatia masomo ya shule na masomo ya kanisa. Wamama walifanya. Lakini siku kijana ulimea tundevu, kamea tundevu ya kidevu, tundevu ya kifua hapa, ukaona sasa wewe ni dume. Wewe ni dume. Hiyo takataka ya kanisa utaki. Na kumbe huku jua ile kitu mama yako aliweka. Alikuwekea maagano ya kiroho ambayo ungeyavunja yangekuandama mpaka kufa kwako. Wewe huku jua, hukuwa na mtu ambaye anakuambia unaona hivi vitu mama yako anakufanyia kanisani,
anakufunga kiroho. Unafikiria kwa nini maisha ya watu wengi imeharibika kwa hizo? Tuchukue tu mfano na hii soko yetu, tuache Nairobi, hii soko. Kwa nini watu maisha yao imeharibika mingi? Kwa sababu walitoka manyumbani mwao wakiwa altar boys. Unasikia altar? Unaona wale watoto wanasaidiana na father hapo, wanapeana mkate, wanapeana divai, wanaosha father mkono. Wangapi wananielewa? Kuna watu walitoka manyumbani wakiwa watoto wa madhabahu, na hawakuelewa maisha yao kiroho yalikuwa yameunganishwa na Mungu. Wazazi waliwaunganisha na Mungu. Nini hamkuelewa? Mliona ni ujinga. Sasa mmefika Nairobi, umeanza mogoka kidogo, Napoleon, American, unapigana na ile mikataba mama yako alikuwekea na Mungu, unapigana naye, na Mungu anakulima sawa sawa. Ndio maana ninakuuliza, wakati pasta wako anakwambia hii ni laana ya ukoo, na ukiangalia hiyo ukoo yenu, baba yenu alikuwa wa kanisa, mama alikuwa ya kanisa, sasa unashindwa ni laana gani? Baba alikuwa wa kanisa, mama alikuwa wa kanisa. Hata kwa hiyo shamba yenu kuna kanisa, na kuna mjinga hapa Nairobi anakuambia kwenu kulikuwa na uchawi, na kwa shamba yenu kuna kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Wacha hata kanisa, mama yako alikuwa katikati ya wamama wa kanisa, wamama wa jumuiya. Jumuiya zilikuwa zinafanyika kwenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo boma yenu father alikuwa akosi kupita hapo mara 2 kwa mwezi, anapita. Mjinga hapa Nairobi anakuambia laana ya kwenu. Kuna laana iko kwa babu yako gani? Sakramenti ilikuwa inakuliwa kwa shamba yetu, sakramenti. Haleluya. Mimi nakupiga ni ile maagano mama aliweka ya Mungu kwa maisha yako, na wewe unayachafua na dhambi. Wangapi wananipata vizuri? Sasa the consequences of your actions, haleluya. Ile foundation uliwekewa kutoka utoto wako mpaka ukakuwa barubaru ilikuwa ya Mungu. Sasa wewe kwa peer pressure, Bwana Yesu asifiwe sana, umetoka Oshago umeshuka jiji, tuko Nairobi bwana, huku ni jiji, ukasahau wewe ni mtoto uliwekwa kwa covenant ya Mungu. Yesu aliwekwa kwa covenant ya Mungu akiwa mdogo. Yusufu na Maria walipeleka Yesu kwa hekalu wamweke kwa covenant ya Mungu. John the Baptist aliwekwa kwa covenant ya Mungu pale, na Mungu alisema hivyo, watoto wote wanazaliwa kwa Waisraeli wakifikisha siku 8 kwa hekalu anakuwa dedicated. Kwa nini Yesu alisema waacheni watoto waje kwangu, ufalme wa Mungu ni wao, waacheni watoto waje kwangu? Hiyo ni kitu wazee wetu walikuwa wanafanya, mababu zetu walikuwa wanafanya. Tukizaliwa wanasema watoto waende kanisa, watoto ni wa Mungu. Na wakati tunaenda kanisa, kumbe hatukujua tunakuwa dedicated to God. Tunakuwa dedicated. Sasa umekuja hapa Nairobi, umetoka Machakos, umetoka Kisumu City, umetoka Murang'a, Ujinga wa Nairobi unakufanya wewe unaenda kinyume na ile kweli ya Kristo iliyowekwa ndani yako na wazazi, and that is what is killing you. Ile mahangaiko wewe unapata leo ni ile mahangaiko wa Israeli walipata. Taifa la Israeli lilikuwa dedicated to God, lakini wakikutana na kabila mpya wanataka kuwa kama wao.
Na Mungu anasema msichangamane. Msichangamane, nyinyi ni taifa takatifu. Msiabudu vile wale wanaabudu. Msifuate mambo yao. Waisraeli hawakusikia. Hizi shida zote zinawapata Waisraeli. It is the consequences of their actions. They went against the covenant of God. Wacha kuniambia pastor, nateseka hii Nairobi. Ndugu yangu, Yeremia anasema angalia ni wapi ulimwacha Mungu wako, urudi urekebishe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi niulize swali, ndugu yangu, were you raised as a drunkard person? Wewe ulitoka kwenu ukiwa mlevi? Ulizaliwa na mama yako ukiwa ushajua pombe? Pombe ulijulia Nairobi. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu akunywi, nimempa mfano. Wewe ukitoka kwenu ulikuwa umefundishwa na wazazi kuvuta bangi. Ulikuwa unakaa na baba yako mnasokota, anavuta, anawaambia kijana vuta. Hiyo ujinga ulijulia. Haleluya. Mama yako alikufundisha kuiba, enda kwa kina Shiro. Ukikuta sukari kwa meza iba, alikufundisha. Hiyo wizi ulijifundisha wapi? Baada ya kutoka katika maagano ambayo baba yako na mama yako walikuweka. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na yale maagano ndio yanakula each and every one. Na ndio maana ninakuuliza, ninakusihi, ninakuomba, go back to the roots ambazo baba yako na mama yako walikulea ndani. If you want to rectify your life, go back to the roots ambazo baba na mama walikulea ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukazidi kuimarika ndani yake. Kama zilikuwa ni njia za kiungu, ndugu yangu, ambia baba, nimekosa, nisamee. Nilipandwa kwa msingi mzuri, ni mimi niliharibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama ulitoka kwa boma ambaye watu walikuwa wanakula nyama za wachawi na waganga, ndugu yangu, toka huko na sasa umeokoka. Sasa umeokoka. Nini kinakusumbua? Nini kinakupiga? Nini kinakuhangaisha usiku wa manane? Ni zile nyama zilikuwa zinakuliwa kwa boma yenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna mtoto anazaliwa akiwa gaidi. Mtoto anazaliwa vizuri. Akikosea anakula kiboko. Akikosea analambwa kofi. Anaambiwa hii ni mbaya, ni mzuri. Hii si mzuri, hii ni mbaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Na sasa mahali umefika, ulijichanganya wapi? Sasa hii ndio point nataka nikupatie jioni ya leo. Anasema neema, rehema na amani itokayo kwa Mungu Baba na kwa Yesu Kristo mwanawe Baba itakuwa pamoja nasi katika kweli na upendo. Haleluya. Neema, sikiza. Neema, rehema, amani itokayo kwa Mungu Baba na kwa Yesu Kristo mwanawe Baba itakuwa pamoja nasi katika kweli na upendo. If we decide to walk in love and in truth, neema, rehema na amani ya Mungu Baba na Bwana wetu Yesu Kristo, haleluya, itakuwa pamoja nasi. Wangapi tunaelewana language? Si tumpatie Bwana Yesu makofi. Tumuongeze Bwana Yesu makofi ya utukufu. Haleluya. Walk in the truth and walk in love, and these three blessings will be with you. Neema, grace, rehema itakuwa na amani itakuwa. If you decide to walk in truth and in love. Hallelujah. Very, very sweet book. Very sweet book. Very sweet book. Maandiko inasema watu wangu wanaanguka kwa kukosa maarifa. Na hiyo ndio maarifa tunapewa jioni ya leo. Mkristo yoyote aliyetembea katika kweli, maandiko inasema Yusufu alitembea katika kweli.
hata wakati mwenye nyumba alikuwa anafanya hesabu ya ile vitu yote ameachia Yusufu, hapati kasoro hata moja, hapati kasoro hata moja. Yusufu alitembea in love, hata baada ya ndugu zake kumfanyia kila aina ya uhuni, hakuna hata mmoja alimlipiza kisasi. Maandiko inasema neema, grace ilikaa juu ya Yusufu. Ndio maana Potifa aliuliza, Bwana Yesu asifiwe sana. No, Farao aliuliza, tupate wapi mtu kama huyu ambaye Mungu anakaa ndani yake? Nini ilisababisha Farao aone Mungu ndani ya Yusufu? Grace ni kitu itakubeba. Bwana Yesu asifiwe sana. Inaitwa neema. Haleluya. Ndugu yangu, itakubeba. You will do wonders, mpaka watu waseme hakika huyu kama si Mungu ambaye ako ndani yake, we don't know. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu kama ni historia ya Yusufu, kila mtu alijua aliletwa Misri akiwa kijana mdogo sana. Huyu ni kijana hakuenda shule. Bwana Yesu asifiwe sana. Kijana hakuenda shule, lakini kazi ile anayofanya amewekwa kwa nyumba ya tajiri kama Potifa na bibi yake, na Potifa akaambia Yusufu, ni mimi na mke wangu peke yake tuko juu yako, watoto wangu wote na wafanyikazi wote wako chini yako. They answer to you. Hallelujah. Ni nini ilimfikisha hapo? Grace. Neema ambayo inatembea na mtu ndio inasababisha watu waseme huyu mtu ako na Mungu. Neema, if the grace of God, kwa sababu neema ya Mungu itakuokoa katika vitu ambavyo haviwezi kupona. Wangapi wananielewa? Neema ya Mungu itakubeba na kuambia katikati ya kampuni wewe utainuliwa, utapewa mamlaka bila hata masomo, bila nini. Neema ya Mungu inaashiria ya kwamba God's favor, it is upon our life. Hallelujah. Rehema. Hakuna mtu alikuwa na huruma kama Yusufu. Yusufu alikuwa na huruma. Akiwa kule jela, aliona watu wawili wamekaa na huzuni, akawaonea huruma, akawauliza, mbona leo hamuna raha? Mbona leo hamuna uchangamfu? Ilibidi hao watu wafunguke, waseme, Bwana, tumeota ndoto na zinatusumbua. Mwenzangu ameota na mimi nimeota, na hatuna raha kwa sababu hata hatuzielewi. Akawaambia, nielezeni ndoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Walipoeleza ndoto zao, akawaelezea mambo yao. Yalipofanikiwa, mmoja akakufa, mmoja akarudi katika service ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakasahau Yusufu hakukata tamaa. Hatuambiwi Yusufu alikuwa anatumana message kwa yule jamaa, anamwambia, Bwana, kumbuka ile favor nilikufanyia. Haleluya. Alinyamaza. Huruma. Na maandiko inasema ya kwamba Mungu alihakikisha ya kwamba kwa sababu Yusufu ametembea katika kweli na upendo, hivi vitu vitatu havikukosekana juu ya Yusufu. Walk in truth. Walk in truth, my dear Christians. Kile kitu Mungu anataka wakati wowote, anaangalia roho yako, anaona kweli, anaona upendo. Those are the two major things that God wants in every Christian. The truth and love. Truth and love. Mungu akiona hizo two elements, ndugu yangu, hivi vitu vitatu havitatoka juu ya maisha yako. Amani itakuwa part of your life. Ndugu yangu, kama kuna mtu alipitia mateso ya kila aina ni Yusufu. There is no day he complained. He was at peace. There is no day he complained. Hakuna mahali tunasikia Yusufu akaomboleza kwa Mungu, akalia sana kwa sababu ya mateso aliyopitia. Alikuwa na amani hata katikati ya hiyo vitu yote, alikuwa na amani. Kwa nini Wakristo hawana neema? Mpaka wanazifuata kwa wachungaji. Mchungaji, niombee neema. Ndugu yangu, neema haiji kwa kuombewa. Neema inakuja
kwa kutembea katika kweli na katika upendo. That is the wisdom behind grace. That is the wisdom behind peace. That is the wisdom behind rehema. Wangapi tunaelewana vizuri? Tumpatie Bwana Yesu makofi mazuri. Tumwongeze Bwana Yesu makofi. Ndugu yangu, leo jioni nimeongea kitu ambacho imekuwa baraka juu ya maisha yangu, na hichi kitu sikuwa ninajua kimefunuliwa hapa na Roho Mtakatifu. Mimi mwenyewe nimepata siri ambayo sikuwa ninajua. Hiyo kitu Bwana ameongea hapa, hata hajaongea kwa ajili yenu, ameongea kwa ajili yangu. Those are the three things nimekuwa nikitafuta katika maisha yangu. Hii kazi siwezi kuifanya bila neema ya Mungu. Hii kazi siwezi kuifanya vizuri bila huruma, tunda la huruma ndani yangu. Watu wakija hapa na njaa, watu wakija hapa na matatizo yao, watu wakija hapa wamepitia mambo mazito, nisipokuwa na huruma ndani yangu siwezi kufanya hii kazi. Hii kazi haifanyiki kama sina amani. Hii kazi, ndugu yangu, mimi nikuwe tu na stress kidogo hapa, nikuwe na mambo yanachafua roho yangu, hata kile nitakuwa ninatoa ndani yangu, hakuna mtu kitakuwa kinabariki hapa, hakuna. And those are the three things I've been searching for in my life. And the secret has been revealed to me today. Walk in truth and walk in love. And God will give you those three things. Wacha nikuhakikishie. Hizi vitu hazikuji kwa kutembea. Nilikwambia kila kitu unapata ndani ya uokovu. It is a challenge. Everything you encounter in salvation, it is a challenge. Hakuna mteremko ndani ya uokovu. Ni mapambano. Na ndio maana inasemekana avumiliaye mpaka mwisho. Matthew 24:14. Bwana Yesu asiwe sana. Atakayevumilia mpaka ataokoka. Tangu umeingia katika uokovu till the last day ni mapambano, day in day out. Ndugu yangu, kazi utapata kwa mapambano, mke utapata kwa mapambano, mume mzuri utapata kwa mapambano, neema ya kazi utaipata kwa mapambano. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna kitu yoyote itakuja ina silver plate. Ndio maana ninasema wale wote wanatafuta msaada kutoka katika ufalme wa Mungu lazima wawe na nguvu, na ni wenye nguvu wanapata. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumpatie Bwana Yesu makofi ya ajabu. Ndugu yangu, kama vile hekima ya duniani haipatikani kwa mchezo. Ukitaka kupata hekima ya hii dunia, ndugu yangu, you will sweat. Utaenda shule, utalipa ma school fees, mutauza shamba, mutauza mang'ombe, makondoo in order to get the wisdom of this world. Wangapi tunaelewana vizuri? Ukitaka full wisdom of this world, hata baba yako atachukua mikopo kazini kukuingiza universities, kukufly out of the countries, atachukua mikopo, atachukua loan uende kusoma Amerika, uende kusoma India, atachukua loans. If we can sweat for the wisdom of this world, believe me when I tell you, you will have to sweat for the wisdom of God. Hallelujah. Hallelujah. Tumpatie Bwana Yesu makofi. If you will sweat for the wisdom of this world, you will sweat for the wisdom of God. Simama kwa miguu yako miwili. May God bless you for your time. Asante kwa muda wako ambao umenipatia jioni ya leo. It was just a short message but full of wisdom. Bwana Yesu asifiwe sana. Short message but full of wisdom. Nimeona Wakristo wamekosa amani ndani ya wokovu. Wakristo wamekosa grace. Anasema mchungaji, mimi kweli nimeokoka, lakini sijui kwa nini opportunities zikitokea kazini, mimi jina yangu haiwekwi pale. Watu wakichaguliwa, watu wakiitwa, wapatiwe position mzuri kazini, jina yangu haionekani. Bwana Yesu asifiwe sana.
Kwa nini mimi sina hiyo favor ya Mungu? Kwa nini sina? Ni kwa sababu ndugu yangu, maandiko inasema walk in truth. Walk in truth and walk in love. Remember, the spiritual law inasema hivi: whatever you do unto others shall be done unto you also. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. That is the spiritual law. Chochote unachowafanyia wenzako, hata na wewe kitafanyiwa kwako. If you love others, you will be loved. If you love others, God will force people to see the good side of you. Wangapi tunaelewana vizuri? God will open people's eyes to see the good side of you. Kwa nini nimesema hivyo? Maandiko inasema Mordecai was very honest. He walked in the truth. Na kuna siku alifanya kitu kwa mfalme Ahasuero. Wangapi tunaelewana vizuri? Na hata hiyo kitu ikakuwa recorded katika vitabu vya Matendo. Haleluya. That night, wakati Haman alikuwa anapanga kuangamiza Mordecai, haleluya, Mungu hakupatia mfalme Ahasuero usingizi. Hakumpatia usingizi. Mfalme akabingirika. Alipoamuka alienda straight kwa vitabu vya Matendo. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu akakuta mahali Mordecai alikuwa amefanya kitu mzuri kwa mfalme. Haleluya. Na kitu ya kwanza aliuliza, huyu mtu alipofanya kazi hii mzuri, kuna kitu tulimlipa? Kuna kitu tulimlipa? Kila mtu akasema hapana, hatukumlipa kitu. Haleluya. Angalia vile Mungu ana force mfalme kuona the good side of Mordecai. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna kitu tulimlipa? Hapana. Sasa hiyo anawaza namna hii. Tunaambiwa Haman akawa anatembea hapo nje kwa baranda, akaingia kwa nyumba ya mfalme. Haleluya. Haman alipoingia akakuta bado mfalme amebeba kitabu, na bado hiyo swali inamsumbua kwa kichwa. Mfalme akamuuliza Haman mara moja, haraka kabisa, na akatumia lugha ambayo ni ya kuficha. Bwana Yesu asifiwe sana. Akasema hivi, rafiki ya mfalme ambaye amefanyia mfalme mambo mazuri anastahili baraka gani? Haleluya. Haman akafikiria, akaona hakuna rafiki kama yeye kwa mfalme. Haleluya. Akajua hii ni zawadi yangu hii. Haleluya. Kasema, bwana mfalme, mimi niko na wazo. Rafiki yako ambaye amekufanyia mambo mzuri, mpatie yule farasi wako the best. Fatie huyo, atembee nayo tauni yote. Mpatie ile nguo yako mzuri kabisa, na aumpatie yeye yule askari wako ambaye unamheshimu, amtembeze hiyo tauni yote, na kila mahali akitembea, haleluya, watu wanaina. Kagua, umesema mzuri. Hiyo yote umeniambia, enda fanyia Mordecai. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. God will force people to see the good side of you. Amen. Wangapi tunakubaliana language? Inamisha uso wako mahali ulipo. Inamisha uso wako mahali ulipo. Mwambie tu Baba akupatie neema ya kutembea katika kweli na upendo, ili tunda la neema na tunda la huruma na tunda la amani lionekane katika maisha yako. Mwambie Baba, nipatie nguvu katika uokovu wangu, nitembee katika upendo na nitembee katika ukweli. Katika uokovu wangu Baba, naomba nitembee katika ukweli, nitembee katika upendo,
hivyo vitu viwili visitoke kwangu. Hizo vitu mbili ziwe na mimi siku zote, hizo vitu mbili, ili neema na huruma na amani ziwe ndani yangu. Asante Jehova, asante Mungu Baba kwa mafundisho hayo mazuri umetupatia. Haya ni mafundisho ambayo imekupendeza wewe tusikie jioni ya leo. Baba, kuna watu wanatafuta amani. Nimeona watu wanaenda mpaka kwa vilabu na kwa baa. Nimeona watu wananunua mafuta ya anointing oil wapate amani. Nimeona watu wanatumia pesa na pesa. But the secret lies in love. If we walk in love, if we walk in the truth, then hizi vitu zitakuwa rewarded to us. Nimeshukuru kwa wale ambao umewaleta jioni ya leo ili waweze kupokea hayo mafundisho. Nimeshukuru sana kwa wale ambao umewaleta jioni ya leo ili waweze kujua hiyo siri. Na hii mambo yote chanzo chake ni kutafuta mapatano na wewe. Kwanza lazima tukumbuke ni wapi tulipoanza kukorofishana na wewe Jehova. Baba, ninajua hakuna mtu alizaliwa akiwa jambazi. Hakuna mtu alizaliwa akiwa mlevi. Hakuna mtu alizaliwa akiwa malaya. Hakuna mtu alizaliwa akiwa na tabia mbaya. Tumelelewa chini ya nyumba za wazazi wetu tukiwa wazuri. Lakini siku tulipotoka kwa nyumba zetu, nyumba ambazo baba na mama walitulea, tukaanza kuishi maisha yetu, tukaanza kutembea na watu wa dunia hii, hapo ndipo tulichanganyikiwa. Baba, iwapo tutajirudia kama vile kijana mpotevu alisema ajirudie na arudi kwa misingi ya baba yake. Alisema nitarudi kwa baba yangu na nimwambie nimekosa mbele zako na mbele za Mungu. Kama sisi pia tutakuwa na hiyo moyo, tukumbuke ni wapi tulianza kuvurugika, tukumbuke ni wapi tulianza kuchanganyikiwa, iwe ni secondary school, iwe ni primary, iwe ni wapi, iwe ni college, iwe ni baada ya kuacha shule, iwe ni baada ya kutoka nyumbani. Tukumbuke tu ni wapi tulianza kuishi maisha ya kigaidi, na turekebishe na turudie mbele zako Jehova, na tupatane na wewe. Basi Baba, asante, tutakuwa sawa, tutakuwa sawa. Najua katikati yetu kuna mtu anasema haya mambo yamehubiriwa jioni ya leo ni kweli. Najua Baba, katikati yetu kuna mtu anasema hakika huyu ni roho tu ameniongelesha. Najua katikati yetu kuna mtu anasema hakika huyu si mchungaji, huyu ni Mungu ameona maisha yangu na leo ameyaanika. Baba, kama kuna roho kama hiyo hapa katikati yetu, na imeamua kutubu na kurekebisha, na imeamua kuanzia leo inataka mapatano na wewe, na inataka kurekebisha na kutengeneza, ninasema Baba, muujiza wa amani, wa neema na rehema zikaonekane juu ya maisha yake, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Wote tuseme nini? Wote tuseme nini? Tumpatie Bwana Yesu makofi. Wangapi wanasema mchungaji, hili neno limekuwa sehemu yangu? Wangapi wanasema hili neno la leo limekuwa sehemu yangu? God bless you. Naomba inua mikono yako, nitamke kitu nikuachilie uende. Inua tu mikono yako, nitamke kitu nikuachilie uende. Baba, ninashukuru sana, hiyo mikono imeinuliwa mbele yako Baba. Hiyo mikono imeinuliwa kwa heshima, kwa unyenyekevu na kwa upendo. Tunajua Baba, bila wewe hatuwezi kufaulu katika hii dunia. Ndio maana tunakuinulia mikono yetu hivi. Tunakuja mbele zako Bwana tukiwa tumevunjika, tumepondeka, haswa wakati huu ambao tunasikia majanga ya kila aina. Kule Lebanon kunalipuka, sijui wapi kuna mafuriko, sijui sehemu gani moto umeteketeza watu. Hapa Kenya tunasikia tu mambo ya vifo vya kila aina. Tunasikia janga la corona dunia nzima. Baba, wakati kama huu ni mjinga tu anaweza sema ana haja na wewe. Wakati kama huu, wakati wa mapito mazito kama haya, wakati wa majaribu magumu kama haya, ni mpumbavu tu anaweza sema mimi sina haja na Mungu.
Baba, hii mikono tumekuinulia, tunakutafuta kwa sababu wewe ulisema tukuite, nawe utatuonyesha mambo makubwa magumu tusiyoyajua, na ukasema hata wakati wa mateso yetu tukuite, nawe utaitika na utatukomboa, na sisi tutakutukuza. Basi Baba, tunafuata maagizo yale uliyotuambia. Bwana wetu Yesu Kristo, ulisema njooni kwangu nyinyi nyote mnaosumbuka na kulemewa na mizigo mizito, nami nitawapumzisha. Basi Baba, tunakuja kwako. Bwana wetu Yesu Kristo, tunakuja kwako, tunakuletea ile mizigo iliyotulemea, tunakuletea mambo yaliyotulemea, tunakuletea njia zilizofungika kwetu, mambo ambayo tumeshindwa kutatua, hali ambayo imetuinukia. Sio sisi peke yetu, hata jamii zetu, hata ndugu zetu, hata wazazi wetu. Ewe Yesu, uwe msaada kwetu. Tunakupa maisha yetu, tunakupa watoto wetu, tunakupa familia zetu. Wewe miliki, wewe tamalaki, kwa sababu mahali popote wewe uko, ibilisi hawezi kudiriki kuja. Wewe una mamlaka juu yake, una uwezo juu yake. Ulimshinda Golgotha, umemshinda kule kuzimu, ulienda ukamshinda huko, ukampokonya funguo za mamlaka, ukampokonya kila kitu, ukatuokoa sisi wote, na sasa umekaa mkono wa kiume wa Mungu Baba, unatuombea, unatubariki, unatukumbuka, unaelekeza maombi yetu kwa Baba, unamshauri Baba kwa ajili yetu, na ndio maana tunakuelekezea wewe mikono yetu. Yesu Kristo, usitusahau. Yesu Kristo, usituache tuangamie. Yesu Kristo, usituache tudidimie. Kwa jina lako tumekuomba, ili kwamba mambo yetu yote yaliyofungika yakafunguke, yale yote yaliyokuwa mazito yakapumzishwe kwetu, yale yote tusiyoyaelewa na ni ya kwetu yakaweze kueleweka kwetu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Wote tuseme nini? Wote tuseme nini? Haleluya.